Kwa nini mimi, sehemu ya kwanza. Karibu katika simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Kwa nini mimi. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Amina, mwanamke mwenye umri wa miaka 27, mwanamke mwenye tabia ya upole, mwenye huruma, anayeamini katika upendo, lakini ana hofu ya siri katika maisha yake. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Amina ana mambo mengi ya kutaka kutueleza. Kwa nini Amina anauliza kwa nini yeye? Ni mambo gani ambayo ameyapitia? Ni kitu gani ambacho anataka kutisimulia? Basi twende sambamba. Amina anaanza kwa kutueleza. Amina anasema, jina langu mimi ni Amina. Ni mwanamke wa kawaida tu, angalau unaweza kusema hivyo. Katika maisha yangu nilijua kwamba mapenzi yana changamoto, lakini sikuwahi kufikiria kuwa uwepo wangu katika maisha ya mwanaume unaweza kuwa mwisho wa kila kitu alichokijenga. Amina, mimi kila ninapoingia katika mahusiano, mwanzo huwa ni mahusiano yenye furaha, matumaini na hadi tamu, lakini ndani ya miezi michache tu mambo yote hubadilika ghafla. Mwanaume ambaye niko naye katika mahusiano hupatwa na majanga mazito yasiyoelezeka. Wengine hufilisika, wengine hupoteza kazi, biashara zao kuungua na kuanguka, na baadhi yao huanza kuugua magonjwa ambayo madaktari hushindwa kuyaelewa. Wakati mwingine Amina mimi nilikuwa najiuliza, je, Amina mimi ni mkosi katika maisha ya wanaume hawa, au kuna kitu ambacho kinanifuatilia katika maisha yangu, au kuna siri kubwa ambayo sijawahi kuielewa katika maisha yangu? Na kila ninapokutana na mwanaume mwingine, mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni mtu mzuri, mtu mwema, mwenye nia ya dhati, lakini hofu inanizuia kuwa naye. Yaani huwa naogopa, sitaki tena kuona mtu mwingine akiharibikiwa kwa sababu yangu. Basi na swala hili nilianza kugundua pindi pale nilipokuwa na umri wa miaka 20. Hapo ndipo nilipoanza kugundua kuwa wanaume wote ambao niliwahi kuwa nao katika mahusiano wameharibikiwa. Mara ya kwanza nilidhani labda ni bahati mbaya tu, au labda ni makosa yao wenyewe, lakini kadri muda ulivyoenda niliona mtiririko usioelezeka, ukweli ambao nilikuwa naogopa kuukubali. Basi siku moja niliamua kumweleza rafiki yangu wa karibu Neema kile ambacho nakipitia. Yaani niliamua kumweleza kuhusu hofu niliyokuwa nayo. Neema alinicheka sana na kuniambia kwa sauti ya upole, akaniambia, Amina, unajua mambo yako yote ambayo umeniambia, unajiona kama wewe ni mtu mwenye mikosi. Labda nikutoe tu hofu rafiki yangu. Wewe sio mkosi. Pengine tu kubatisha watu sahihi katika maisha yako. Na mambo hayo katika maisha hutokea. Hiyo ilikuwa ni hatima tu ya hao wanaume ambao ulikuwa nao. Lakini siku 3 baadaye, baada ya Neema kunipa ushauri huo, Neema alipata ajali katika bodaboda, ajali iliyomvunja mkono wake. Lakini madaktari walisema kwamba ajali hiyo ilikuwa mbaya sana kwa Neema. Lakini siku nilioenda hospitali kwa ajili ya kwenda kumuona Neema, Neema alikuwa amelala katika kitanda cha hospitali. Neema alinigeukia kwa macho yaliyojaa hofu na kuniuliza. Neema akaniambia, akasema, Amina, hivi kuna kitu ambacho kuniambia kabla? Nikamuuliza Neema, kitu gani ambacho sikukuambia kabla? Neema akaniambia, Amina, au kuna kitu ambacho nakijua kipo katika maisha yako na hutaki kuniambia? Unajua rafiki yangu, mimi nilijua kwamba wewe ni rafiki yangu wa kweli na dhati. Lakini nilipopata stori zako, siwezi tena. Napenda sana maisha yangu Amina. Naomba niache niendelee na maisha yangu. Najua tu ipo siku kuna changamoto ambazo utakuja kupitia na utahitaji unishirikishe. Na mimi nikitaka kukusaidia, naweza nikapata jambo kubwa zaidi kuliko hili. Tafadhali rafiki yangu. Amina anasema baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Neema, ilibidi ninyamaze tu. Nilinyamaza kwa kuwa nilikuwa sina neno la kumpa tena Neema. Nikamwambia sawa, kisha nikaondoka. Basi baada ya Neema kupata ajali ya pikipiki, nilijua ni bahati mbaya tu, na hisia zake hasi Neema ndizo zilizompelekea aweze kunisi vibaya. Basi baada ya kuona Neema kama ameanza kunitenga, ikabidi nimtafute mtu mwingine kwa ajili ya kuweza kumweleza matatizo yangu. Ndipo nikakumbuka kwamba kuna dada mmoja ambaye yupo karibu na pale nyumbani, anaweza kunisaidia. Jambo hili ukumbuke kwamba msikilizaji, sikuwahi kumwambia mtu yote pale nyumbani, kwa sababu kila nilikuwa nikiwaambia walikuwa wananiona mimi ni kama mtu chizi, ni kama mtu ambaye nimechanganyikiwa, sijui kile ambacho nakiongea. Hivyo nikawa natafuta msaada mwingine
kwa watu wengine ambao wako nje na familia yangu. Basi ndipo nikampata dada mmoja ambaye tulikuwa tumeshibana sana. Nilimchukulia kama dadangu, naye alinichukulia kama mdogo wake. Basi niliamua kumweleza dadangu huyu wa hiari matatizo ambayo napitia. Dada huyu alikuwa anafahamika kwa jina la Mama Manka. Basi baada ya kumweleza Mama Manka matatizo yangu na Mama Manka kuonyesha nia kutaka kunisaidia, basi usiku uliofuata nyumba yao na kina Mama Manka ilivamiwa na wezi. Na ni kitu ambacho hakijawahi kutokea katika mtaa wao kwa miaka mingi sana. Basi wezi hao wakachukua vitu vingi katika nyumba ya Mama Manka, lakini hawakuishia tu kuchukua vitu hivyo, wakampiga pia Mama Manka akapata majeraha. Amina anasema baada ya kusikia taarifa hizo kwamba mtu ambaye alitaka kunisaidia kwa kuweza kunipa ushauri amepata matatizo, nilihisi dunia ikinifuata na kuniminya. Kwa mara ya kwanza maishani nilihisi kuwa kila mtu ambaye ananijali, ananisikiliza, anajaribu kunisaidia, anawekwa kwenye hatari. Ilionekana kana kwamba kuna kitu cha ajabu ambacho kilikuwa kinanifuatilia katika maisha yangu, kitu ambacho hakipendi nishirikiane na mtu yote yule katika maisha yangu, kitu ambacho hakitaki nitafute msaada. Basi hali hii kanifanya Amina mimi niwe na uoga wa kuishi, niepuke kuwa karibu na watu, na mbaya zaidi nilikuwa sijui tatizo hili limetokea wapi. Amina anaendelea kueleza, anasema hali hiyo ilizidi kunitisha kadri siku zilivyozidi kusonga mbele. Kila mtu niliyemwamini, kila mtu niliyemkaribia, na mtu yeyote ambaye alijaribu kunisaidia alipata jambo baya katika maisha yake. Nilihisi kwamba tatizo hili lilikuwa na macho, masikio na nguvu ya kunifuata bila kunipa pumzi hata sekunde moja. Lakini pamoja na yote hayo, bado kulikuwa na watu ambao waliona kila ninachosema zilikuwa tu ni hadithi za bunwasi, yani hadithi za kutunga. Wengine walinicheka, wengine walinikazia macho kwa huruma ya ajabu, wakijua kabisa kwamba hawaniamini, na wengine waliona kabisa kana kwamba nimechanganyikiwa, kama akili imeanza kunitoka pole pole. Wengine walikuwa wananiambia kwamba Amina, unahitaji kupumzika. Hivi mambo ya mikosi bado watu wanaamini? Tatizo lako ni mawazo mengi Amina, acha kufikiria sana. Hayo yalikuwa ni mawazo ya watu wengi ambao nilikuwa najaribu kuwashirikisha tatizo langu ambalo lilikuwa linanikabili. Maneno hayo yalikuwa yananikatisha tamaa kuliko hata yale matukio ambayo yalikuwa yanawatokea watu ambao walikuwa wanajaribu kunisaidia. Amina mimi nilikumbuka siku ambayo nilithubutu kumweleza mwalimu wangu wa zamani, mtu niliyemheshimu sana. Basi mwalimu huyu nilithubutu kumwambia mambo ambayo yalikuwa yananitokea. Mwalimu huyu alinisikiliza kwa makini sana, kisha akavuta pumzi ndefu na kuniambia kwa sauti nyororo. Mwalimu huyu akaniambia, Amina, dunia ina mambo mengi, lakini usiruhusu hofu ikutawale. Usiruhusu kabisa hofu ichukue akili yako. Pengine unahitaji ushauri wa kitaalamu au kama umezidiwa na mawazo. Haiwezekani eti kila mtu ambaye unamshirikisha matatizo yako eti naye apate shida. Haiwezekani. Haiwezekani uingie katika mahusiano, kila mwanaume ambaye unaingia naye katika mahusiano eti afilisike, apate majanga makubwa au sijui na mambo gani makubwa ambayo unasema ya ajabu ajabu. Haiwezekani Amina. Huenda kuna kitu ambacho unafikiria sana. Huenda una tatizo. Huenda una tatizo la kisaikolojia. Nitakusaidia kuweza kumtafuta mtaalamu wa saikolojia aweze kukuweka sawa. Sawa binti yangu. Basi mwalimu yule alionyesha nia dhati kabisa ya kutaka kunisaidia, na mimi nilifurahi sana. Zaidi nilipenda lile neno ambalo mwalimu wangu aliniambia kwamba huenda kuna tatizo la kisaikolojia ambalo linanisumbua. Hivyo kama nitapata mtaalamu ataweza kunisaidia, na mimi nitakuwa sawa. Basi siku 2 zilipita baada ya mazungumzo yangu mimi pamoja na yule mwalimu wangu. Baada huyo mwalimu wangu wa zamani kuahidi kunisaidia, mwalimu huyo siku hizo 2 alipata mshtuko mkubwa kazini kwake. Yaani alipata jambo ambalo hakutegemea kama lingewahi kutokea katika maisha yake. Shuleni kwa mwalimu huyu, mitihani yote ya shule ambayo alikuwa amehifadhi kwenye kompyuta yake ilifutika ghafla bila maelezo. Mwalimu huyo baada ya tukio hilo kutokea, hakuna mtu ambaye alimwamini, hata uongozi wa shule haukuweza kumwamini. Basi mwalimu yule akafukuzwa kazi. Baada ya mimi kupata taarifa zile, ilibidi nimtafute mwalimu huyu ili kwenda kumpa pole. Lakini nilipofika nyumbani kwake, mwalimu yule hakutaka kabisa mazoea na mimi. Aliniambia nilichomfanyia kimetosha. Naomba niendelee na maisha yangu na yeye nimwache na maisha yake. Kwani kazi ya walimu ndo kazi ambayo alikuwa anaitegemea maisha yake yote. Nimemharibia kibarua chake, nimemharibia kazi yake, nimeharibu mustakabali mzima wa maisha yake. Basi baada ya tukio hilo nikaanza kutengwa. Taarifa mbaya zikaanza kusambazwa mtaani kwamba mimi ni mtu mbaya. Watu hawatakiwi kuwa karibu na mimi. Lakini pamoja na hofu yote ambayo nilikuwa nikiipitia, kulikuwa na jambo moja tu ambalo kila siku lilikuwa likinirudia akilini.
jambo ambalo nilishindwa kuunganisha na matukio yanonikumba sasa. Jambo hili lilitokea miaka kadhaa iliyopita, kipindi nikiwa na umri wa miaka 20 tu. Usiku ule kipindi nikiwa na umri wa miaka 20, nilikuwa nimelala kawaida tu. Sikuwa na mawazo mengi wala matatizo makubwa kwa wakati huo, lakini niliota ndoto moja ajabu sana. Ndoto ile haikuwa kama zile ndoto za kawaida mtu anazoota na kuzisahau asubuhi. Hapana, bali ilikuwa ni ndoto halisi kupita maelezo. Ilikuwa kama vile nilikuwa nimehamishwa kutoka duniani na kuwekwa katika ulimwengu mwingine. Katika ndoto ile nilimwona mwanaume. Mwanaume huyu ambaye sikuwahi kumuona hapo kabla. Mwanaume huyu alikuwa amevaa suruali yake iliyokuwa imenyoka vizuri kama mtu wa heshima, na macho yake yaliniangalia kama mtu ambaye alikuwa ananifahamu zaidi. Mwanaume yule alinitazama kwa utulivu ambao mimi mwenyewe Amina sikuwahi kuhisi toka kwa mtu yeyote kule duniani. Mwanaume yule akanipa mkono, akasema, Amina njoo. Sikujua kwa nini nilimwamini kwa haraka mwanaume yule, lakini nilimfuata. Tulipofika nje, niliona gari ambalo sikuwahi kuliona duniani. Si gari ya aina yoyote ninaloifahamu. Halikuwa gari la kawaida, lilimetameta kama linalong'ara kwa mwanga usio wa jua wala wa taa. Na tulipofika nyumbani kwao, ndipo nilipoanza kutetemeka. Nyumba za nyumbani kwao hazikuwa za kawaida. Zilikuwa ni nyumba kubwa kupita maelezo, nyumba za kifahari, za kifalme, lakini sio kama nyumba za matajiri kama watu hapa duniani. Zilikuwa ni nyumba za muundo ambao sikuwahi kuuona, nyumba zenye mchanganyiko wa kale, kifahari na waajabu zaidi. Yaani ilikuwa ni kama mahali palipoishi watu wenye nguvu au hadhi isiyo ya kawaida. Kila mahali palikuwa na mwanga hafifu wa dhahabu. Mwanga huo ukionekana kama haukutoka kwenye taa bali kutoka kwenye hewa yenyewe. Mwanaume yule akaniangalia tena, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu ya ajabu. Mwanaume yule akasema, Amina, nitakulinda na nitakupenda hata kama dunia itageuka dhidi yako. Maneno hayo yalipenya moja kwa moja katika moyo wangu. Lakini kabla sijamuuliza jina lake au kujua ni wapi tulipo, ghafla hewa ilibadilika. Giza likaanza kuingia taratibu nyuma yake na uso wake ukabadilika, si kwa ubaya bali kwa huzuni. Alipokaribia kunigusa bega, mwanaume yule akasema, Amina, najua kuna mambo mengi ambayo unataka kuyafahamu kuhusu mimi, lakini ukifika wakati utanikumbuka. Usikimbia hatima yako. Ndipo nilipoamka kwa mshangao, huku moyo ukidunda kwa haraka. Nilijaribu kuisahau ndoto ile na sikutaka kumweleza mtu yeyote kuhusu ndoto hii. Sasa hapa nikaa najiuliza, au matatizo yangu yanachangiwa na hii ndoto? Kwa sababu tangu niote ndoto hii kwa kipindi kile, ndipo mfululizo wa matukio ulipoanza. Nimeota mambo mengi ambayo natamani kukusimulia msikilizaji. Nikaa najiuliza, hivi yule mwanaume wa ndotoni alikuwa ni nani? Na je, ndoto ile ilikuwa na ishara ya kitu ambacho kilikuwa kinanifuata hadi leo? Haiwezekani. Ndipo hapo nilipoanza kukumbuka mtiririko wa ndoto zangu. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Kwa Nini Mimi. Amina ana mambo mengi ya kutaka kuteleza. Bado anasema kuna ndoto nyingi ambazo ameziota ambazo zinaendana na ukweli wa maisha yake halisi ambayo anaishi nayo katika maisha halisi. Je, ni kipi ambacho Amina anataka kutueleza? Ili kuyafahamu yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa sehemu hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Kwa nini mimi?